wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin, wa ba'd. Watukufu watazamaji na wafuatiliaji wa halaka hii, leo ni zaidi ya mwezi tangu kuibuka kwa mapigano makali yanayoendelea nchini Palestine, hasa katika ukingo wa Gaza baina ya mujahidin wa Hamas au Qassam na jeshi la serikali ya kizayuni ya Israel. Mapigano ambayo yameacha mauaji ya halaiki, hasa upande wa ukingo wa Gaza, maelfu na maelfu ya waliouawa na maelfu mengine ya waliojeruhiwa, na takriban zaidi ya watu milioni ambao wamelazimika kuacha majumba yao na maeneo yao au maskani yao, hasa upande wa kaskazini ya ukingo wa Gaza wakielekea upande wa kusini. Yani maisha yamekuwa ni magumu sana na mauaji yamekuwa ni mengi sana. Katika hali kama hii inayoendelea, pamekuwa na maswali mengi yanayozungumziwa, ikiwemo suala la kwamba je, haya mambo yanayoendelea kule Mashariki ya Kati pale Palestine au Gaza ni ishara ya kwamba dola ya kizayuni ya Israel inakaribia mwisho wake, yani imefika ukingoni, au ndio mwanzo wa dola kama hii kuzidi kuchukua maeneo mengine na kujitanua na kuendelea kukalia maeneo mapya ya Mashariki ya Kati. Zipo dhana nyingi zinazozungumziwa katika swala kama hili. Katika halaka hii ambayo insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaangazia swala la historia, yani kuangalia jinsi ya dola kama hii ya Israel tangu kuasisiwa kwake ama kubuniwa kwake mpaka hapa ilipofika, na nini hatima ya dola kama hii na ni wapi inakoelekea. Katika kuliangazia swala hili nitatumia nukulu nyingi kutoka kwa watu mbalimbali, yani wakiwemo Mayahudi wenyewe, lakini pia kutoka kwa Uislamu, lakini awali ya yote napenda nitabaruk na maneno matukufu ya Allah katika kitabu chake cha Qur'an, katika suratu Al-Isra, kwenye aya kuanzia aya namba 5 mpaka aya namba 7. Katika sura hii au katika aya hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea kwa uwazi kabisa suala la hawa Banu Israil ama Mayahudi au kwa jina lingine Wazayuni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhakikishia sisi sote, yani binadamu kwa ujumla, pamoja na Mayahudi wenyewe, ya kwamba waqadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn. Hii ni aya namba 4, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshapitisha kwenye hukumu yake na katika elimu yake ni kwamba hawa Banu Israil au Mazayuni watafanya uharibifu mkubwa sana katika ardhi, na watafanya uharibifu huu mara mbili, na watajenga kiburi na ulwa kubwa sana, sifa ambayo Mwenyezi Mungu anawasifu nayo watu kama hawa. Lakini Mwenyezi Mungu akaendelea kusema itakapofika wakati wa ahadi ya kwanza aliyotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani ahadi ya kwanza ni pale kiburi chao kitakapofika kileleni, watakapokuwa wanadhulumu watu na kudharau watu na kunyanyasa, ikawa imefika kileleni kabisa, basi hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuma waja wake ambao ni wenye nguvu kabisa, watakaokuja kuwapiga na kuwamaliza na kuwaondoshea ulwa ama sulta watakaokuwa nayo. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia kwamba itakapofanyika hivyo, basi na sisi tutaleta watu wetu. Sitaki kuingia katika tafsiri nyingi kwamba ahadi hii ilifanyika wakati gani ama ilitukia mwaka gani, lakini wanazuoni mbalimbali wa Qur'ani wa tafsiri wanatuthibitishia kwamba ahadi hii ilitimia wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana wakati wake yeye ndio ilikuwa ahadi ya kwanza, na ulwa yao ikaangushwa chini na ikawa ni sababu ya wao kusambaratishwa, kwa sababu walikuwa wakiishi Madina wakati ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatoa baada ya wao kuzidisha ukiritimba na dhulma na kiburi chao na kutia fitna miongoni mwa watu.
baada ya wao kusambaratishwa wao wakawa wamepotea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anasema thumma radadna lakumul karra, tukaachia nafasi, tukawarudishia tena nafasi ya nyinyi kujipanga upya na kujiendeleza na kuinukia tena katika maisha. Lakini mkiendelea kufanya hivyo, hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafungulia milango mbalimbali, milango ya mali, milango ya watoto, milango ya riziki na milango au sababu za wao kupata nafasi za hali ya juu kabisa katika nchi mbalimbali duniani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema itakapofika ahadi ya pili, kwa maana mtakapofika na nyinyi kileleni kwa mara ya pili katika jeuri zenu, katika kiburi chenu, katika ulwa wenu, basi vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leta waja wake kwa mara ya pili ambao watakuja kuwaondosha na kuwavunjia viburi mtakavyokuwa navyo. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo iko wazi kabisa, imetajwa kwenye suratu Al-Isra, aya ambazo nimesoma, na kwa maelezo zaidi kila moja anaweza akazirudia aya kama hizi, aya kuanzia namba 4 mpaka aya namba 7, na anaweza pia akaendelea hata baada ya hapo akazidi kupata maelezo bainifu yatakayomuondoshea utata wote ambao pengine inaweza kuwa ako nao kutaka kulifahamu swala kama hili. Sasa mimi leo nitaingia kidogo katika historia ya kuasisiwa kwa dola hii ya kizayuni ya Israel, ambapo kihistoria hii dola iliasisiwa mwaka 1948. Huu ndio wakati rasmi ambapo hii dola ilitangazwa kwamba sasa ni dola inayopatikana na ni dola ambayo imekuja kukalia dola iliyokuwepo kabla hapo ambayo ni dola ya Palestina. Na walichukua kwa awamu, yani walikuwa wanachukua maeneo kidogo kidogo mpaka ilipofika hivi sasa ambapo takriban sehemu kubwa sana ya Palestina imetwaliwa au imechukuliwa na dola hii ya kizayuni. Wanaozungumza kwamba dola hii imefika ukingoni, wanasema hii dola haiwezi ikadumu zaidi ya miaka 75, wengine wanasema haiwezi kadumu zaidi ya miaka 80, ambapo kwa mahesabu kama hayo tangu kuasisiwa kwake mwaka 1948 mpaka sasa mwaka 2023, yani hii ni miaka 75. Kwa hivyo wale wanaosema dola hii haitadumu zaidi ya miaka 75, maana yake sasa huu ndio wakati kwamba hii dola imefika ukingoni. Wale wanaosema dola hii ina kwenda mpaka miaka 80, yani haivuki miaka 80, basi wanaongezea miaka 5 kuanzia sasa, ambapo ndio dunia itashuhudia uporomokaji ama usambaratikaji wa dola kama hii. Haya ni mambo ambayo ni mustakbal, hatusemi kwa uhakika moja kwa moja, lakini tunatizama zana vile zilivyo na tunaangalia historia huko inakotoka, lakini pia tunatizama uchambuzi wa watu mbalimbali ambao ni wabobezi katika masala kama haya. Lakini napenda nianze na tukio moja ambalo lilitokea mwaka ule wakati wa kuasisiwa dola kama hii, mwaka 1948. Kulikuwepo na bibi moja kizee, mwanamke wa Kiyahudi mtu mzima kabisa, ambaye alikuwa na umri wa miaka zaidi ya 70 wakati huo. Huyu ni Myahudi wa kutoka nchini Iraq, au ni Myahudi wa Iraq. Alikuwa bado anaendelea kuishi Iraq. Ghafla akaona watu wake, kwa maana jamii yake ya Kiyahudi walikuwa pale Iraq na sehemu nyingine mbalimbali, walikuwa wakisherehekea kwa furaha kubwa sana kwa kuasisiwa kwa dola ya Israel. Huyu mwanamke akawauliza wenzake walikuwa wakisherehekea mkifurahikia ya kwamba kuna jambo gani leo ambalo limetokea mpaka mkawa mnafurahika au mnasherehekea. Wakamwambia kwamba leo dola yetu imeasisiwa na bendera imeshapeperushwa, kwa hivyo sisi kuanzia sasa tuna nchi yetu, hatakuwa tena tunaishi kama raia wa nchi nyingine mbalimbali, sasa tumekuwa tuna nchi yetu, kwa hivyo ndio maana tunafurahika na tunasherehekea. Basi mwanamke huyu kusikia hivyo na kujua hivyo, akaanza kulia. Jamaa wakashangaa sana, unalizwa na kitu gani? Leo ni siku ya furaha, watu wanafurahika, badala uje ufurahike ucheze na sisi, wewe ndio unalia. Akasema nalia kwa sababu hii dola yenu ambayo imeasisiwa leo haitakwenda zaidi ya miaka 75. Huyu ni mwanamke wa Kiyahudi alisema maneno kama haya mwaka 1948. Jamaa walishangaa sana, wakamwambia kwa nini unasema hivyo?
na jawabu lake ni kwamba ndivyo vitabu vyetu vitakatifu vinavyosema, kwa maana Taurat vinasema kwamba sisi Mayahudi tunapoasisi dola yoyote, dola yetu haivuki zaidi ya miaka hiyo aliyohitaji, kwa maana ya miaka 75. Hii ni kauli kwa wakati ule, yani hakuna hata mmoja alikubali kwamba hii kauli inaweza hata ikazingatiwa ama ikahifadhiwa, lakini ni kauli ambayo imebaki na inajulikana. Na sasa kulingana na matukio mbalimbali watu wanaanza kuiangalia kauli hii ina uzito kiasi gani, na wakiangalia wakitathmini wanaona kwamba hii kauli ina uzito wa kuweza kuzingatiwa. Tukumbuke kwamba dola hii ya Israeli tangu kuasisiwa kwake mwaka 1948 haikuasisiwa kiurahisi au kwa njia ya amani, bali iliasisiwa kwa njia ya vita na mapigano makali sana. Na ili dola hii iweze kusimama, ilibidi wafanye mauaji makubwa sana ya miji kadha wa kadha ya Kipalestina na kuwaua ima raia wa Palestina walikuwa wakiishi pale, au kuwafurusha na kuwatorosha, yani kuwakimbiza katika maeneo waliokuwa wakiishi katika miji yao, ili Mayahudi wawe ni wenye kuchukua miji ya Wapalestina mji baada ya mji. Kwa hivyo ilikuwa ni vita vikubwa sana vilivyopiganwa huo mwaka wa 1948 mpaka wakaweza kuasisi ama kusimamisha dola yao. Lakini Waarabu mbalimbali walikuwa wakiwaunga mkono wa Palestina na kutaka wasinyang'anywe nchi yao na wasifurushwe kutoka katika nchi yao. Waliingia vitani kupigana na Mayahudi, lakini walizidiwa nguvu, kwa sababu Mayahudi wakati ule walikuwa wakiungwa mkono na dola kubwa iliyokuwa kitawala dunia, ambayo ni Great Britain, yani Uingereza, au yani UK, ambayo ndio ilikuwa dola ikitawala ama ikikoloni nchi nyingi sana duniani ikiwemo Palestina. Kwa hivyo Waingereza ni kama walikuwa wanaunga mkono Mayahudi na ili kuwapatia wao Mayahudi ile nchi ya Palestina. Na hii haikuwa ni jambo jipya kwa Waingereza kufanya hivyo mwaka 1948 kwa sababu tayari kulikuwa kuna ahadi iliyotolewa na serikali ya Uingereza kabla ya hapo, yani mwaka 1917, yani wakati vita vya kwanza vya dunia bado havijaisha. Ilitolewa ahadi rasmi kutoka serikali ya Uingereza na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza wakati huo kwa jina la David Balfour, ambaye yeye pia alikuwa Myahudi, na ahadi hii alitoa kwa niaba na kwa jina la serikali ya Uingereza kuwapatia Mayahudi wenzake ya kwamba serikali ya Uingereza inatizama kwa jicho la huruma kuwapatia Mayahudi makao na maeneo ambayo wataasisi dola yao na kuwa na nchi yao, na kwamba maeneo yenyewe lengwa na yanayokusudiwa yatakuwa ni pale Palestina. Haya maneno yaliandikwa rasmi mwaka 1917. Kwa hivyo serikali ya Uingereza pamoja na jumuiya za Kizayuni wakati huo zilikuwa zikishirikiana kwa ukaribu kabisa kutimiza ndoto na ahadi kama hii iliyokuwa imetolewa na serikali ya Uingereza. Kwa hivyo serikali ya Uingereza ambayo ndio ilikuwa dola kubwa ikitawala dunia wakati ule ilichukua upande wa kuwa na Mayahudi kwa kuwasaidia kuasisi dola yao ambayo hatimaye ilisimamishwa huu mwaka niliotaja 1948, na nchi za Kiarabu zilizojaribu kuzuia kuasisiwa kwa dola kama hii zote zilishindwa kwenye vita kama hivyo. Lakini pia Waarabu waliendelea, hasa nchi ya Misri ambayo ndio nchi kubwa katika nchi za Kiarabu kipindi hicho, na nadhani pengine mpaka sasa pia ni kama waliona kwamba bado hatujakata tamaa, tunaweza tukapigana sisi na Mayahudi na tukawashinda na tukaichukua ile nchi ya Palestina kutoka mikononi mwa Wayahudi na kuwaregeshea wa Palestina wenyewe. Kwa hivyo mwaka 1956 palipiganwa tena vita vingine baina ya Misri na Israel, lakini vita hivi Israel nao walisaidiwa na nchi nyingine mbili kubwa duniani ambayo ni Uingereza na Ufaransa, na Misri kushindwa vita kama hivi kwa mara ya pili. Nchi za Kiarabu ziliendelea kujikusanya na kujipanga upya kwa lengo hilo hilo la kutaka kuirudisha nchi ya Palestina, kuwarudishia wenyewe. Kwa hivyo mwaka 1967 nchi za Kiarabu zikiwa zimeungana, hasa nchi tatu kubwa za kwa wakati huu ambao ni Misri, Syria na Jordan,
na hizi ni nchi tatu ambazo zimepakana na Israel katika pande zake zote, yani Misri upande wa kusini, Jordan upande wa mashariki na Syria upande wa kaskazini, wakisaidiwa na nchi nyingine za Kiarabu zilizokuwa ziko mstari wa nyuma, yani nyuma ya nchi tatu hizi, kwa maana nchi kama Iraq, kama Sudan, kama Saudia, kama Morocco na nchi nyingine mbalimbali za Kiarabu ambazo ziliungana kwa ajili ya kutaka kuirudisha nchi ya Palestina, kuwarudisha wenyewe, yani kuwanyang'anya Mayahudi. Lakini kwa masikitiko makubwa, vita hivi vya mwaka 1967 dola ya Israel iliweza kuibuka kuwa mshindi na kushinda majeshi ya nchi tatu za Kiarabu kubwa kubwa ambazo ni Misri, Jordan na Syria katika muda wa siku 6 peke yake. Ni vita ambavyo katika historia vinajulikana ama vinaitwa vita vya siku 6. Vita hivi vilipiganwa mwezi wa 6 Juni mwaka 1967. Kwa hivyo hivi kwa upande wa Misri ama na wenzake nchi za Kiarabu, tuseme itakuwa ni vita vya tatu wao kupigana na dola ya Israeli, lakini bado wanashindwa kwenye vita kama hivi. Lakini Misri pamoja na wenzake wengine hasa Syria bado hawajakata tamaa. Waliposhindwa vita kama hivyo wakaendelea kujipanga. Kwa hivyo ilipofika mwaka 1973 Misri na Syria kwa pamoja walianzisha mashambulizi ya ghafla, na hii itakuwa ni miaka 50 yani iliyopita kuanzia sasa 2023 na wakati ule ikiwa ni mwaka 1973, yani ni miaka 50 iliyopita. Kwa hivyo nchi mbili hizi zilianzisha mashambulizi ya pamoja na wakaweza kupata mafanikio fulani hasa ya kurudisha baadhi ya maeneo yao ambayo yalikuwa yametwaliwa na Israel wakati wa vita vya mwaka 1967, vita vya miaka 6 nyuma iliyopita, ambapo nchi ya Misri ilipoteza eneo lake kubwa sana la Sinai. Nchi ya Jordan ilipoteza eneo lake kubwa sana ambalo ni linaitwa ukingo wa magharibi, ikiwemo mji wa Baitul Maqdis pamoja na Masjid al-Aqsa. Zote hizi zilitwaliwa na Israel mwaka 1967. Lakini pia upande wa Syria walikosa eneo kubwa sana ambalo linajulikana kwa jina la Golan Heights au milima ya Golan katika vita hivyo vya mwaka 67. Lakini vita vya mwaka 1973 nchi ya Misri pamoja na Syria kwa kushirikiana pamoja waliweza kufanikiwa kurudisha baadhi ya maeneo yao yalikuwa yametwaliwa na Israel. Kwa maana Misri ilirudisha maeneo kadhaa ya Sinai na Syria pia ilirudisha baadhi ya maeneo fulani ya Golan. Jordan katika vita hivi dakika za mwisho waliamua wao kutoshiriki kwenye vita na wakakaa pembeni. Kwa hivyo ikawa ni nchi mbili pekee ndizo zilizoshiriki. Kwa hivyo nchi au vita hivi ambao vilileta baadhi ya mafanikio fulani vilipelekea kusainiwa kwa mkataba wa amani baina ya Misri na Israel, mkataba unaojulikana kwa jina la Camp David ambao ulitiwa saini mwaka 1978 kule nchini Marekani chini ya usimamizi wa rais wa Marekani wakati huo ambaye alikuwa ni Jimmy Carter. Baada ya vita kama hivi, Misri ambayo ndio ilikuwa nchi kubwa ya Kiarabu ikiongoza Waarabu katika mashambulizi mbalimbali au katika vita mbalimbali, kwa kuwa sasa wamesha saini mkataba wa amani na Israel, Misri ikawa sasa ni kama officially rasmi kabisa wamejitoa katika wigo wa vita, na wakawa sasa wanaangalia swala la kuishi kwa amani baina yao na baina ya dola ya Israel. Hii ni historia ndefu, nimeitaja kwa ufupi ili tuweze kufahamu nini kilichokuwa kinaendelea wakati huo tangu kuasisiwa kwa dola hii mpaka mwisho wa mapigano baina ya nchi za Kiarabu na dola ya Israel. Nirudi sasa katika tabiri mbalimbali zilizotolewa. Nimetaja pale mwanzo utabiri wa yule mwanamke wa Kiyahudi wakati wa kuasisiwa kwa dola kama hii, kauli yake iliyosema na alipokuwa analia kwamba dola hii haitokaa zaidi ya miaka 75, na akataja sababu yake kwamba ndivyo maandiko ya kitabu chetu cha Torati yanasema hivyo. Tukirudi sasa katika dola hii ya Israel ambayo kwa mujibu wa historia tuliyoiona walikuwa manake wao wakishinda vita vimoja baada ya vingine, yani kila wakati walikuwa
wanazidi kupata nguvu, kwa maana wamewaweka Waarabu wote na nchi zao za Kiarabu zote zikawa hazifai tena mbele ya dola kama hii ya Israel. Kwa hivyo Israel ikahisi kwamba ina uwezo sasa sio tu ya kungoja kupigana na Waarabu pale nchini Israel, lakini sasa wanaweza wao pia wakatoka nje kwenda kupigana na Waarabu, na ikawa sasa ndio safari ya kwanza ya Israel kutoka nje kwenda kupigana na Waarabu ni mwaka 1982 ambapo jeshi la Israel lilitoka likaenda Lebanon, na huko Lebanon wakafanya mashambulizi na wakafanya mauaji makubwa sana katika kile kinachojulikana katika historia mauaji ya Sabra na Shatila, ambapo maelfu na maelfu ya Wafalastini walikuwa wamekimbilia kule. Kabla ya hapo walifuatwa na kuuawa katika kambi zao, wakiwemo wanawake, watoto, kama tunavyofahamu mashambulizi ya jeshi la Israel namna wanaofanya kwa upande wa Palestina. Sasa katika hali kama hii kwamba dola hii Israeli imefika kilele cha ukubwa na nguvu kiasi kwamba nchi za Kiarabu zote haziwezi kufanya chochote mbele ya Israel.